Amjambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 10 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nani Kivu News Info baada siku tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutaangazia hali ya usalama inayozidi kuwa tete katika maeneo ya Kivu Kaskazini, Ituri na Kusini. Mashambulizi yaliyoripotiwa Mushaki pamoja na maendeleo ya kisiasa na kidiplomasia kuhusu mchakato wa amani nchini DRC. Na basi niendelee kujulisha kwamba wewe ndio kwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya chochote kile ningekuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Longa. Basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa tarehe 10 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Nani Kivu News Info, sauti ya wananchi. Basi karibu tukupashe. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na wajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kukumbwa na hali mbaya ya usalama kufuatia mashambulizi mapya yanayofanywa na waasi wa ADF katika maeneo mbalimbali ya Ituri pamoja na Kivu Kaskazini. Mashambulizi yalitokea kuanzia siku ya tarehe 6 hadi tarehe 7 Mei mwaka 2026, yamesababisha vifo vya raia wengi na kuibua tena maswali kuhusu uwezo wa serikali kuhakikisha usalama wa wananchi wake. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo la Beni, katika kundi la Batangi Mbau, watu wasiopungua 28 wameuawa katika vijiji vya Manzungu, Musungwa, Wasafi pamoja na Mangambo. Mashambulizi yanahusishwa na wapiganaji wa kundi la ADF ambao kwa miaka kadhaa waendelea kufanya mashambulizi ya kinyama dhidi ya raia mashariki mwa Kongo. Miili ya wasirika wao imefikishwa katika mochwari ya Wicha, huku mamlaka zikisema idadi hiyo bado ni ya muda kutokana na kwamba watu wengi kadhaa bado hawajulikani walipo. Wakazi wa maeneo wanaeleza kuwa mashambulizi yalifanyika usiku na kusababisha hofu kubwa kwa familia nyingi ambazo zimelazimika kukimbia makazi yao. Katika jimbo la Ituri nako hali imeendelea kuwa ya wasiwasi baada ya mashambulizi mengine kuripotiwa katika eneo la Biakato Centre, quartier ya Lalia, katika sheferia Babila Babombi kwenye tarafa la Mambasa. Taarifa za awali zinaonyesha kwa watu 12 waliuawa, wakiwemo wanaume 10 na wanawake 2. Mashahidi kutoka maeneo yaliyoshambuliwa wanasema kuwa kabla mashambulizi hayo kulikuwa tayari na taarifa kuhusu mienendo ya watu wanaoshukiwa kuwa waasi wa ADF. Kwa mujibu wa wakazi, tahadhari hizo zilikuwa zimefikishwa kwa vikosi vya usalama, lakini hakuna hatua madhubuti zilizochukuliwa kwa wakati ili kuzuia mashambulizi hayo na kulinda maisha ya wananchi. Ni katika mazingira hayo ndiko shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu na mazingira limetoa tamko kali likikosoa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu wajibu wake wa kulinda raia. Shirika hilo linasema matukio haya yanaonyesha dosari kubwa katika utekelezaji wa majukumu ya msingi ya serikali, hasa katika kuhakikisha usalama wa wananchi na kulinda haki ya kuishi. Kwa mujibu wa shirika hilo, uwepo wa dola yote unapimwa kwanza kupitia uwezo wake wa kulinda wananchi wake, kuhakikisha utulivu wa umma na kuhifadhi haki za msingi za kibinadamu. Shirika hilo linaonya kuwa kuendelea kwa mashambulizi ya mara kwa mara bila hatua madhubuti za kuzuia kuhatarisha uaminifu wa wananchi kwa taasisi za serikali. Vile vile shirika hilo limeeleza kuwa ukimya au kushindwa kuchukua hatua mbele ya mauaji ya raia unaweza kutafsiriwa kama kushindwa kwa serikali kutimiza wajibu wake wa katiba na wa kimataifa. Shirika hilo pia linasema mamlaka za Kongo zinaonekana kuelekeza nguvu nyingi katika mijadala ya kisiasa kuhusu uwezekano wa mabadiliko ya katiba, wakati wananchi wa mashariki mwa nchi wakiendelea kuuawa na kuishi katika mazingira ya hofu.
Katika taarifa yake, shirika hilo limelaani vikali mashambulizi dhidi ya raia na kuitaka serikali kuwajibika zaidi katika kulinda maisha pamoja na mali za wananchi. Imeeleza kuwa tangu kuingia madarakani kwa Rais Felix Antoine Tshisekedi, hali ya usalama mashariki mwa Kongo inaendelea kuzorota kwa kiwango kinachotia wasiwasi mkubwa. Shirika hilo linaulizia ikiwa hali hiyo itaonekana na udhaifu wa muundo wa serikali au kama kuna aina fulani ya uvumilivu na uruhusu makundi yenye silaha kuendelea kufanya uhalifu dhidi ya wananchi bila kuziwia ipaswavyo. Mwisho, shirika hilo imezitaka mamlaka za Kongo kutoa majibu ya wazi kwa wananchi, kuchukua hatua za haraka kuimarisha usalama katika maeneo yaliyoathirika, pamoja na kisha wale wote wanaohusika na mauaji ya raia wanawajibishwa mbele ya sheria. Wakati huo, wakazi wa maeneo ya Beni, Mombasa na Ituri wanaendelea kuishi katika hofu na huku wakihitaji msaada wa kibinadamu na ulinzi wa haraka kutoka kwa serikali pamoja na jumuiya ya kimataifa. Hali ya mvutano wa kijeshi imeendelea kushuhudiwa katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika maeneo ya bonde la Ruzizi, kufuatia taarifa mpya zinazohusu harakati za vikosi vinavyohusishwa na kundi la waasi wa M23 na washirika wake. Kwa mujibu wa vyanzo vitatu vya eneo hilo, kikosi cha silaha nzito cha M23 pamoja na washirika wake ikiwemo Rwanda kimeasiriwa kujiondoa katika maeneo kadhaa kilichokuwa kimeadhibiti na kuelekea eneo la Kamanyola, umbali wa takriban kilomita 75 kutoka mji wa Uvira. Taarifa hizo zimeeleza kuwa maagizo hayo yametekelezwa kuanzia jioni ya Jumamosi, katika hali inayoendelea kufuatiliwa kwa karibu na wakazi wa eneo hilo pamoja na wachambuzi wa usalama. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kikosi hicho cha silaha nzito kilikuwa kimeenea katika maeneo kadhaa ya kimkakati ikiwemo vijiji vya Mutarule, Bwegera hadi Sange, maeneo ambako kwa muda yalikuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Maeneo hayo ni sehemu ya muhimu katika bonde la Ruzizi ambalo limekuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkubwa wa kijeshi na kisiasa katika mzozo unaoendelea mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, hadi sasa bado hajathibitishwa rasmi kama hatua hiyo ni uondoaji kamili wa vikosi hivyo, uhamasishaji wa kimkakati au mzunguko wa kawaida wa wanajeshi ndani ya uwanja wa vita. Vyanzo vya usalama vinasema kuwa ni mapema kutoa hitimisho la moja kwa moja, lakini hali ya eneo hilo bado ni nyeti na inaweza kubadilika wakati wowote. Wachambuzi wa masuala ya usalama na kijeshi wanasema kuwa harakati za aina hii ni mara nyingi zinaweza kuwa na tafsiri tofauti. Wakati mwingine zinaweza kuashiria mpango wa kujipanga upya kimkakati, wakati mwingine ni sehemu ya mabadiliko ya uongozi wa kijeshi au hata maandalizi ya operesheni mpya za kijeshi katika maeneo mengine. Wakazi wa maeneo yaliyoathirika waendelea kuripoti hali ya taharuki na wasiwasi, wakieleza kuwa kuwepo wa vikosi vya kijeshi katika vijiji vya Mutarule, Bwegera na Sange umeathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya kila siku. Baadhi yao wanasema kuwa biashara, kilimo na harakati za kawaida zimekuwa zikikwamishwa kutokana na hali ya kutokuwa na uhakika wa kiusalama. Wakati huo bado hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za serikali au kutoka kwa upande wa M23 zinazothibitisha au kukanusha taarifa hizo za uhamisho wa vikosi. Hali inaacha maswali mengi kuhusu malengo halisi ya harakati hizo na athari zake kwa usalama wa mji wa Uvira na maeneo jirani. Wataalamu wa usalama wanasema kuwa eneo la Ruzizi limekuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati kutokana na nafasi yake ya kuunganisha njia mbalimbali za kijeshi na usafirishaji. Hivyo basi, mabadiliko yoyote ya kuwepo kwa vikosi katika eneo hilo yanaweza kuwa na hatari kubwa kwa usawa wa nguvu katika pande zinazokinzana. Hata hivyo, hali bado inaendelea kufuatilia kwa karibu, huku mashirika ya kiraia na wakazi wakisubiri ufafanuzi zaidi kutoka kwa mamlaka husika ili kuelewa kama hatua hiyo ni mwanzo wa kupungua kwa mvutano au ni sehemu ya mzunguko mwingine wa mapigano unaweza kujitokeza. Kwa sasa eneo la Kamanyola, Uvira na sehemu nyingine za bonde la Ruzizi inaendelea kuchukuliwa chini ya uangalizi mkali kutokana na uwezekano wa mabadiliko ya haraka ya hali ya usalama, na taarifa zaidi zinatarajiwa kadri hali itakavyokuwa imeendelea kujitokeza. Jumla ya wakimbizi 359 raia wa Rwanda wamerudishwa nchini Rwanda siku ya Ijumaa tarehe 8 Mei mwaka 2026 kupitia mpaka wa Grand Barriere uliko mjini Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Operesheni hiyo imeandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi ya Sere kwa kushirikiana na mamlaka zinazodhibiti eneo hilo pamoja na waasi wa M23. Kwa mujibu wa taarifa za Sere, wakimbizi hao wengi walikuwa wakiishi katika maeneo ya Masisi na Ruchuru ndani ya jimbo la Kivu Kaskazini. Inaripotiwa kuwa walikimbia Rwanda tangu mwaka 1994 wakati wa mauaji ya kimbari, na tangu wakati huo wameishi kwa zaidi ya miaka 20 katika
Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Miongoni mwa waliorejeshwa nchini Rwanda wapo watu waliozaliwa hapa Kongo, wakiwa watoto na wazazi wa Kinyarwanda ambao sasa tayari wamefariki dunia na kuzikwa katika ardhi ya Kongo. Wengi ni wale walioingia nchini Kongo mwaka 1994 wakiwa bado watoto wadogo na kuishi humo kwa muda mrefu hadi kufikia hatua ya kurejeshwa katika nchi yao ya asili. Baada ya kuvuka mpaka wa Goma, wakimbizi hao wameelekezwa kupelekwa katika kambi ya mpito ya Nyarushishi iliyoko katika wilaya Ruzizi nchini Rwanda. Huko watahudumiwa na kupelekwa kwa muda kabla ya kupewa utaratibu wa makazi mapya ndani ya nchi yao. Operesheni hii ya urejeshaji ya wakimbizi inatajwa kuwa sehemu ya mpango mpana wa kurudisha watu kwa hiari ambao umesaidia zaidi ya wakimbizi 8,000 wa Rwanda kurejea nchini kwao katika kipindi cha mwaka 2025. Serena anasema kuwa shughuli hizi ni sehemu ya majukumu yake ya kutafuta suluhisho la kudumu kwa wakimbizi licha kuwepo kwa hali ngumu ya kisiasa kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa pia imeeleza kuwa linaona umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali ya Kongo na Rwanda katika kuhakikisha kwa wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao wanarejeshwa kwa hiari na kwa usalama katika maeneo yao ya asili. Limesitiza pia haja ya kuhakikisha upatikanaji wa msaada wa kibinadamu bila vikwazo pamoja na kulinda haki za wote wanaohusika katika mchakato huo wa kurejea. Inakumbukwa kuwa katika mwezi Oktoba mwaka 2025, waziri wa usimamizi wa dharura nchini Rwanda, Meja Jenerali mstaafu Albert Sira alitangaza kuwa kati ya mwezi wa Agosti mwaka 2025 wakimbizi 1,033 walikuwa tayari wamerudishwa kutoka Rwanda kwenda DRC baada ya mkutano wa pande tatu uliofanyika Addis Ababa, na wakati huo idadi iliongezwa juu ya wakimbizi wengine 3,974 walikuwa tayari wamerudi katika miezi iliyopita. Taarifa hiyo pia imetolewa wakati wa kikao cha 76 cha kamati ya uendeshaji wa sere ilichofanyika mjini Geneva, Uswisi, ambako suala la wakimbizi wa Rwanda walioko katika nchi za ukanda na maziwa makuu iliendelea kujadiliwa kama sehemu za juhudi za kimataifa za kutafuta suluhisho la muda mrefu na changamoto ya wakimbizi. Wakati mchakato ukiendelea, mashirika ya kibinadamu yanasisitiza umuhimu wa kuhakikisha kuwa urejeshaji wa wakimbizi unafanyika kwa hiari, kwa usalama na kwa kuzingatia heshima ya haki za binadamu, huku akitoa wito kwa pande zote kuendelea kushirikiana ili kudumisha amani na utulivu katika ukanda wa maziwa makuu. Kundi la waasi wa M23 limeeleza wasiwasi wake kuhusu mwenendo wa mchakato wa amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia barua iliyotumwa tarehe 7 Mei mwaka 2026 kwa waziri wa mambo ya nje ya Marekani Marco Rubio. Barua imesainiwa na mratibu wa kisiasa wa muungano wa M23 Corneille Nangaa, ambaye anashutumu serikali ya Kinshasa kwa kile alichokitaja kuwa ni kutekeleza baadhi ya makubaliano yaliyofikiwa katika mazungumzo yaliyofanyika huko nchini Uswisi. Kwa mujibu wa waasi wa M23, moja ahadi ambazo hazijatekelezwa ni kuachiwa huru kwa wafungwa 317 walikuwa wanapaswa kuachiliwa ndani ya siku 10 baada ya makubaliano hayo. Kundi hilo pia limesema kwa maeneo yao licha ya udhibiti wake yameendelea kushambuliwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani pamoja na mashambulizi ya anga, huku likidai kuwa baadhi ya viongozi wake wamekuwa wakilengwa katika njama za kuwaua. Katika barua hiyo, Corneille Nangaa anaonyesha pia kutokuridhishwa na nafasi ya Marekani ndani ya mchakato wa amani. Amesema tangu kusainiwa kwa makubaliano kati ya Washington na Kinshasa kuhusu madini muhimu ya kimkakati, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeonekana kupata uungwaji mkono wa kimya kutoka kwa Marekani. Kwa mujibu wa AFC M23, aliyo naleta mashaka juu ya usawa wa upatanisho unaofanywa na Marekani pamoja na wadau wengine wa Doha na Lome. AFC M23 imekumbusha hatua mbalimbali ambazo inasema inachukua kuwa nia ya kupunguza mvutano wa vita mashariki mwa Kongo. Hatua hizo ni pamoja na kujiondoa kwa hiari katika eneo la Walikale mwezi Machi 2025, kwa achia huru zaidi ya wafungwa 1,550 pamoja na kutoa pendekezo la kuwakabidhi kwa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu zaidi ya wanajeshi 5,000 wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na familia zao. Kundi hilo pia limetaja kujiondoa katika mji wa Uvira na kufungua njia msaada ya kibinadamu kama sehemu ya juhudi zake kuonyesha utayari wa amani. Hata hivyo, AFC M23 inasema hali ya usalama mjini Uvira imeendelea kuzorota tangu kujiondoa kwake. Linalishtumu jeshi la serikali pamoja na washirika wake wakiwemo majeshi wa Burundi, mamluki wa kigeni pamoja na makundi FDLR na wazalendo. Nakala ya barua hiyo pia ilitumwa kwa rais wa Togo ambaye ni mpatanishi aliyeteuliwa na Umoja wa Afrika kama waziri wa Qatar Mohamed Al
kuwa mwezeshaji wa ushawishi pamoja na mshauri maalum wa rais wa Marekani Masad Bulose anahusika na mchakato wa Doha kwa upande wa Washington. En Ituri, une maladie apparentée à la peste porcine tue plusieurs porcs dans le territoire d'Aru. Selon la société civile locale, plus d'une dizaine de bêtes ont déjà succombé, tandis que plusieurs autres sont encore atteintes. Cette situation serait liée, d'après les mêmes sources, à l'importation incontrôlée des porcs malades en provenance des pays voisins. Dans le Holomami, la route nationale reliant Lubumbashi à Malembankulu est coupée au niveau du village Moulongo en raison de la montée des eaux du fleuve Congo. Conséquence, les camions venant de part et d'autre sont obligés de décharger sur place. Selon la société civile de Malembankulu, cette situation est à la base de la hausse des prix des produits de première nécessité sur les marchés locaux. Les jeunes évoluant dans une structure dénommée Caravane panafricaine pour la paix en RDC séjournent à Kananga depuis jeudi. Ils apportent un message de paix et d'unité nationale partout où ils vont à travers le pays. Pour en parler, nous recevons John Anipenda, l'un des membres de cette caravane. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dominical sur la radio de la paix. En Ituri, une maladie apparentée à la peste porcine décime plusieurs porcs dans la chefferie de Nyonkamoulé, située dans le territoire d'Aru à plus de 300 km au nord de Bunia. Selon la société civile locale, plus d'une dizaine de bêtes ont déjà succombé, tandis que plusieurs autres sont encore atteintes. Cette situation serait liée, d'après les mêmes sources, à l'importation incontrôlée des porcs malades en provenance des pays voisins. Les détails avec Martial Kizabiamongo. L'élevage constitue un pilier important de l'économie et de l'alimentation dans les territoires d'Aru. Mais ces derniers jours, le secteur est durement frappé par une maladie apparentée à la peste porcine. Selon la société civile locale qui tire la sonnette d'alarme, plusieurs porcs présentent des symptômes inquiétants, notamment les lésions cutanées, une perte d'appétit et une forte fièvre. La société civile pointe du doigt l'importation incontrôlée de bêtes en provenance des pays voisins sans contrôle préalable des services vétérinaires et des quarantaines. Une pratique qui, selon elle, expose davantage les cheptels locaux à des maladies contagieuses. Face à cette situation, cette structure citoyenne appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement, notamment par l'organisation d'une campagne de vaccination pour limiter la propagation de la maladie. De son côté, les responsables provinciaux du service de l'élevage à Ituri, tout en reconnaissant la gravité de la situation, promet de fournir davantage de précisions dans les prochaines heures. Bunia, Martial, Kiza, Biamungu, Radio Okapi. Dans un autre registre, face à la baisse de prix du cacao sur les marchés internationaux, le gouvernement congolais veut protéger la filière et limiter les effets de cette chute sur l'économie nationale. Réunis ce vendredi à la Cité de l'Union africaine autour du président Félix Tshisekedi, le Conseil des ministres a adopté un plan d'action interministériel destiné à stabiliser les secteurs du cacao. Porté par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, cette stratégie prévoit notamment des mesures fiscales, la relance de la production agricole, la transformation locale du cacao, ainsi que la sécurisation des circuits commerciaux. Le gouvernement annonce également la tenue imminente à Kinshasa de consultations préparatoires au 3e examen de la politique commerciale de la RDC avec l'Organisation mondiale du commerce. On écoute Augustin Kibasa, ministre de l'économie numérique, qui a lu les comptes rendus du Conseil des ministres. Il est dans cet extrait proposé par Grace Hamzati. Le ministre du Commerce extérieur a informé le Conseil du 3e examen des politiques commerciales de la République démocratique du Congo dans le cadre des mécanismes institués par l'accord de Marrakech créant l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle. En perspective de cette activité prévue à Genève le 28 et 30 octobre 2026, il a précisé qu'une mission du secrétariat de l'OMC est attendue à Kinshasa du 11 au 15 mai 2026, constituant la 2e visite dans le cadre des préparatifs. Ce 3e examen de notre politique commerciale couvre un large éventail de secteurs économiques, notamment le commerce extérieur, les douanes
l'agriculture, la pêche, l'environnement, la propriété intellectuelle, les mines, la santé, les services ainsi que les politiques d'investissement et de facilitation du commerce. Le ministre du Commerce extérieur a sollicité l'implication active de toutes les parties prenantes concernées par ce processus en vue d'assurer une participation efficace et une représentation de qualité de la République démocratique du Congo à ce troisième examen. Restons dans la capitale. Dans plusieurs supermarchés et marchés de fortune, des produits alimentaires et ménagers proches de leur date d'expiration sont proposés à prix réduit sous couvert de promotion. Une pratique qui attire de nombreux clients en quête de bonnes affaires dans un contexte économique difficile. Mais derrière ces rabais parfois très alléchants, des inquiétudes demeurent. Si certains consommateurs y voient une opportunité d'économiser, d'autres s'inquiètent des risques que ce produit pourrait représenter pour la santé. Le point avec Christian Makasinga. Dans le rayon de plusieurs supermarchés de la capitale, des affiches promotionnelles et des étiquettes rouges attirent l'attention des clients. Biscuits, yaourts, boissons, lait, conserves ou encore produits surgelés, de nombreux articles proches de leur date d'expiration sont proposés à des prix fortement réduits. Pour beaucoup de consommateurs, ces promotions représentent une occasion à ne pas manquer. Quelque chose qui coûte 40 000 francs, quand tu rentres dans un supermarché, tu trouves que c'est en promotion à 17 000 francs. Automatiquement, ça t'attire. Cependant, cette pratique ne rassure pas tout le monde. Parfois, la qualité ne dépend pas du prix. Tu ne peux pas acheter un truc parce que tu as vu des prix abaissés, parce que tu ne connais pas les conséquences. Selon les spécialistes, les effets liés à la consommation de produits proches, voire dépassant leur date limite, dépendent notamment de la nature du produit, de ses conditions de conservation et de l'état de santé du consommateur. C'est ce qu'explique Stanley Kalambai, nutritionniste diététicien. Ça peut créer à la longue d'autres conséquences. Estime que les dosages est bien calculé avec des appareils. On peut le prendre à la veille de la date de péremption. Ça ne posera pas de problème. Ça dépend, mais d'autres organismes, il y a de l'intolérance face à d'autres produits. Face à cette situation qui divise les consommateurs, plusieurs voix s'élèvent pour appeler les autorités compétentes à renforcer le contrôle afin de garantir la qualité de produits mis sur le marché et de mieux protéger la santé publique. Dans la province du Haut-Lomami, la route nationale reliant Lubumbashi au territoire de Malemankulu est actuellement coupée au niveau du village Mulongo en raison de la montée des eaux du fleuve Congo. Conséquence, les camions en provenance de Lubumbashi sont contraints de décharger leurs marchandises sur place avant qu'elles ne soient acheminées vers Malemba Centre à bord des baleinières. Selon la société civile de Malemankulu, cette situation est à la base de la hausse des prix de produits de première nécessité sur le marché local. Le point avec Paul Monanga. Au village Mulongo se trouve le port secondaire d'Oumana. C'est à cet endroit que les marchandises venues par camion sont transbordées